Kipete. Naam kaka. Naona hapo ndo vizuri sasa. Hapa tunaweza kuzungumza. Sawia. Bana, kubwa zaidi nataka tuangalie performance ya Yanga katika mechi ambazo wamecheza, na tumeshuhudia juzi walicheza na wakapoteza dhidi ya Silver Strikers. Baadaye akaja maamuzi ya kuweza kufukuza kocha, si ndio Kwa upande wako hebu tuiangalie hii performance, kwa sababu ndo kwanza mchezo wa kwanza alipoteza kocha Romain Folz, lakini walifikia maamuzi ya kuweza kumtimua kocha. Unahisi kwa performance waliokuwa nayo ilikuwa ni dhahiri shahiri kwamba walipaswa kufanya mabadiliko katika benchi la ufundi? Binafsi nafikiri ni maamuzi ambayo yamechelewa kidogo, kwa sababu alishaonesha tangu siku ya kwanza kwamba sio mwalimu bora sana, na sijui Young Africans walifanya scouting ya namna gani hasa kwa mwalimu Romain Folz, kwa sababu mimi nakumbuka mara ya mwanzo wakati anatangazwa niliweka wazi kwamba nina wasiwasi na namna ambapo anaweza kawa na mwalimu huyo anakwenda kufanya kazi yake hasa kwenye klabu ya Young Africans, kwa kuzingatia experience ya maeneo aliyotoka, lakini pia kwa kuangalia performance ya timu yake jinsi ambavyo imekuwa kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo nilikuwa na wasiwasi namna gani ambavyo anaweza kafanya na akaweza kupata kila kitu ambacho kinaweza kuwa kinahitajika cha Young Africans. Kwa hiyo mashaka yangu yalikuwa sahihi, na kwa sababu mwalimu yoyote lazima tutazame kule alikotoka amefanya nini, ndio unaweza kumscout kulingana na philosophy ya timu yako. Sasa inawezekana Young Africans hawana philosophy ya kueleweka ama philosophy ya outstanding ambayo ingeweza kuonesha ni wapi ambapo wanatakiwa kuondoka na kwenda mbele zaidi. Sikushangazwa binafsi kumwona mwalimu anaondoka, na nafikiri alikuwa na deserve kuweza kuondoka kwa kile ambacho alikuwa anatakiwa kuondoka nacho. Na tumeshuhudia pia Yanga imefanya uwekezaji katika upande wa wachezaji kama kawaida yao. Msimu huu pia katika dirisha kubwa wamefanya usajili mkubwa tu, na mwisho wa siku kuna wachezaji ambao hawakuingia kwenye timu moja kwa moja na kufanya vizuri, wakiwemo kina Celestine kuwa walihusishwa kufanya makubwa lakini hawajaja na wakafanya makubwa. Tunaweza tukasema hicho ndo moja kati ya sababu pia ambayo imemkwamisha Romain Folz asifanye vizuri, na sio la kumlaumu yeye. Hapana, nafikiri kazi ya mwalimu ni kuimprove viwango vya wachezaji. Bahati nzuri alikuwa nao kwenye pre-season, na sio tu pre-season, amekuwa nao kwenye timu kwa muda mrefu sana, na amekuwa na kila sababu na kila potential ya kumfanya aweze kufanya vizuri. Bahati nzuri ama mbaya, wachezaji hawa wamekuwa wakifanya vizuri wanapokuwa nje ya Young Africans, hususan kwenye timu za taifa. Wamekuwa wakifanya vyema zaidi kuliko wanavyofanya kwa Romain Folz. Kwa hiyo yeye kama mwalimu alipaswa kuwa mtu wa kwanza kuwa na majibu sasa hivi, na kuweza kuhakikisha basi anakwenda kuwasaidia Young Africans kupata kile ambacho wanakihitaji. Otherwise, kwa kila kitu kilichotokea, yeye nafikiri ndo anayepaswa kubeba lawama na kubeba mzigo wote ambao unahitajika kubeba ndani ya Young Africans. Na vipi kwenye upande wa sasa, kwa sababu tunaona amepewa kibarua Mabedi kuwa kocha wa muda, huku Yanga ikiwa inafanya mchakato wa kupata kocha mwingine. Kwa haraka kocha huyo anatakiwa afanyie kazi katika maeneo gani ili kuirejesha Yanga katika makali, na hasa ikiwa inaelekea katika mchezo wa marejeano dhidi ya Silver Strikers? Nafikiri eneo la kwanza ambalo anapaswa kufanya kazi ni kuwafanya wachezaji wa comfortable uwanjani, kwa sababu kama timu inacheza vibaya, regardless inapata matokeo, lakini ni promising kwamba itaanza kufungwa muda wowote kama inacheza vibaya. Lakini kama inacheza vizuri, ni promising kwamba inaweza kaeja ikafanya vyema zaidi kwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Na hiyo ni kitu ambacho mwalimu anapaswa kufanya kazi kwa haraka, wachezaji wafurahie zaidi mchezo, lakini pia wachezaji wawe na performance ambayo inaweza kawa inafanya kila kitu kilicho bora. Na naamini hiyo ni sehemu ambayo yeye hawezi kutafuta excuse yoyote, kwa sababu mwisho wa siku performance yake na ubora wa timu ambayo anakwenda kuifundisha ndio vitamata zaidi kuhakikisha kwamba anakwenda kupata kile kilicho bora. Lakini kama atakosea kwa namna yoyote,
ama kama atafanya makosa kwa gharama yoyote, basi yeye ndo atakuwa matatani zaidi. Na kwa namna ambavyo unaitazama klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, sawa Mabedi yuko pale, lakini wameahidi kwamba wanaendelea na mchakato wa kupata kocha mpya. Je, wanahitaji kupata kocha wa namna gani ambaye anaweza kaifikisha Yanga katika nchi ya ahadi? Nafikiri wanahitaji kupata mwalimu ambaye kwanza ana uwezo wa kutumia rasilimali anazikuta kuzifanya kwa bora, kwa sababu ukweli mchungu ni kwamba kama itatokezea kitu chochote kikaenda tofauti na kile wanachokitarajia wao, si ajabu kama wataamua kutengeneza mazingira yeye kwa kwenye mazingira magumu. Na nimekuwa nikitazama hivyo kwa sababu nimekuwa nikiona ni kama watu ambao wanatengeneza mazingira ya kutafuta extras zaidi kuliko kutafuta actual performance. Leo ukisema kwamba uwezi kumtimua mwalimu sijui kisa kuendeshwa na mashabiki ama whatever, haitasaidia kitu, kwa sababu performance ndio ina matter. Performance matters. Kwa hiyo mwalimu anayetafuta sasa hivi hapaswi kuwa kuja mwalimu tena wa kuja kutafuta experience ndani ya Young Africans. Anapaswa kuja kuwapa experience Young Africans, na anapaswa kuwa mwalimu mkubwa kuliko akina Miguel Gamondi, kuliko akina Nasreddine Mohamed Nabi, kuliko akina Melude Hamda, ambao walisha set standards zao kubwa kubwa na wakaja kuipa experience Young Africans ikafika kule ambako ilikuwa inatakana kufika. Vipi kama wakirejesha kocha ambaye alishafanya kazi pale, kama ulivyowataja hapo, ambao tayari walishatengeneza ile standard, umemtaja Nabi, umemtaja Gamondi na wengineo? Nafikiri inaweza kuwa ni jambo zuri kwa maana ya kutafuta tiba ya haraka, lakini kwa muendelezo ama kwa consistency wanahitaji walimu wakubwa zaidi ya hao. Ndio maana ya development. Uwezo kawa upo pale pale alafu kasema ninapiga hatua. Hauwezi kupiga hatua kwa kuendelea kusalia yule yule. Nahitaji wakati fulani uweze kunyanyuka kwa haraka na uweze kuonesha kitu cha tofauti, ili watu waweze kuona kile ambacho naweza kukifanya kwa ukubwa. Kwa uzoefu wako katika soka la Tanzania, lakini pia ufuatiliaji wako katika soka la kimataifa, unaiona Yanga ikifanya makosa huenda ikapotea katika ule mtiririko wake wa kufanya vizuri katika misimu takriban 5 iliyopita? Unajua changamoto ya mafanikio yanalevya. Na kuna wakati ambao mafanikio yanafika yanakinai. Sasa kikinai unahitaji kuwa makini sana, kwa sababu ku maintain pale ulipokuwepo ndio kazi ngumu zaidi kuliko kushuka ama kupanda. Yaani kupanda na kushuka ni vitu ambavyo huwa vina process ya muda mfupi sana. Japo kupanda sometimes inaweza kuchukua muda mrefu, lakini ku maintain pale ulipo, hiyo ndio process ngumu zaidi duniani. Kwa hiyo wanahitaji kuwa makini kwenye kila kitu wanachokifanya, vinginevyo inaweza kuwa ni rahisi zaidi kushuka kuliko kufanya kitu kingine chochote. Bana, nikushukuru sana Nazareth Upete, mchambuzi wa soka lakini pia mwandishi wa habari za kimichezo. Nikushukuru sana Boniface. Asante.